Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameshukuru Benki ya Dunia kusaidia mradi wa Haiti hapa Tanzania. Kwa hiyo katika hayo yote ambayo baada ya kuwa Mheshimiwa Rais ameweza kuishukuru Benki ya Dunia kuweza kukopesha pesa na kuiamini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona kwamba inaweza kukopesheka. Hivyo ameiomba Benki ya Dunia kuendelea kushirikiana zaidi na Tanzania kwa sababu bado kuna mambo mengi zaidi ambayo serikali ya Tanzania ina plani kuyafanya kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Hivyo basi kupitia taasisi mbalimbali na mamlaka mbalimbali zimeombwa na Mheshimiwa Rais kuweza kushirikiana vyema kabisa, kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Kwa hiyo katika yote ambayo yameelezwa na Mheshimiwa Rais ni pamoja na kuweza kuwapongeza Benki ya Dunia kuhusiana na jinsi ambavyo ilivyojitoa kimasomaso kuhakikisha inashirikiana vyema licha ya changamoto nyingi kuweza kujitokeza katika ushirikiano huo, lakini bado Benki ya Dunia imeendelea kuiamini na mradi wa Haiti kufikia wakati umeweza kukamilika na umetengeneza historia kubwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimefanyika hapo ni kitu kikubwa zaidi, ambapo ukiendelea kufikiria na kutafakari kwa kina unaweza kugundua kwamba kumbe serikali bado ina vitu vingi sana ambavyo inatarajia kuvifanya, imefanya, lakini pia bado inatarajia kufanya zaidi katika siku za usoni. Sasa katika hiki ambacho kimeelezwa na wewe umekisikia, unaweza ukawa ni sehemu ya kutoa maoni. Toa maoni yako, useme kwamba unadhani ni kwa kiasi gani Benki ya Dunia imeiamini Tanzania kwa kiasi kikubwa, unaona, na katika uwezo na uweledi zaidi katika utendaji na kuwa serikali bora yenye amani, utulivu na usalama wa raia pamoja na mali zake. Hivyo basi watu mbalimbali wamekuwa wakiona Tanzania ni sehemu ya kivutio, lakini pia sehemu ya kuendeleza harakati za kuwekeza, ni kitovu cha uwekezaji hapa nchini Tanzania. Kwa sababu ukitazama Tanzania kuna vitu vingi sana vizuri. Tanzania bana, kuna bahari tunayo pale, lakini pia tuna maziwa. Bahari ni bahari ya Hindi, lakini pia tuna maziwa mengi, ziwa Victoria, ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika na maziwa mengine, mito, mabwawa yako mengi zaidi, lakini pia tuna dhahabu, madini ya aina mbalimbali, tuna gesi na vitu vingi ambavyo viko hapa. Kwa hiyo hata wanaokopesha Benki ya Dunia inavyozidi kukopesha Tanzania inapima kwamba Tanzania tuna vitu gani. Tanzania tuna vitu vingi sana, lakini pia tuna rasilimali watu, tuna watu zaidi ya milioni 61. Unaona bwana, rasilimali watu iko vizuri, lakini pia tuna ardhi yenye rutuba, hewa safi na sehemu salama kwa ajili ya kuweza kufanya biashara. Unaona bwana, kwa hiyo uwekezaji utaendelea kuwa bora zaidi na zaidi. Basi baada ya kusema hayo, niseme kwamba kama utakuwa na maoni yako na wewe kuhusiana na hiki ambacho umekisikia, unaweza ukatoa maoni yako tu bila tatizo lolote, lakini pia usisahau kushare na kusubscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.